wapendwa ndugu zangu mapadre, kwa kipekee sana binti yetu Janet, wazazi, nasi sote tulijumuika hapa tumsifu Yesu Kristo. Tumejumuika hapa alasiri hii kwa sababu maalum, kwa sababu sio kawaida yetu kuadhimisha misa takatifu muda huu, lakini hii imekuwa hivi kwa sababu maalum, kwa sababu familia ya Mungu, kanisa la nyumbani, kanisa parokia letu hii ya Bikira Maria Mtakatifu Maili Sita, tumejumuika hapa ili kuagana na binti yetu Janet na kumtuma rasmi aende kueneza habari za Kristo mfufuka huko anapoelekea katika kwenda kubuni familia yake, kujenga familia, kujenga kanisa la nyumbani, kwa sababu familia ni kanisa la nyumbani. Na hivyo tunaona ni jambo la busara tuadhimishe sadaka hii takatifu ili kumwombea baraka za Mungu, mkono wa Mungu uende naye na utende kazi naye. Ndio lengo la misa hii takatifu, kumwombea mafanikio, kumwombea safari ya maisha iliyo njema katika sakramenti takatifu ya ndoa. Tumesikia katika somo la kwanza kwamba wale mitume na wanafunzi wa Yesu wakianza sasa kutawanyika kuhubiri Injili, na tumesikia wakiingia Antiokia kuhubiri habari njema na kuanzisha kanisa katika mji huo wa Antiokia. Tunaambiwa hawa walikuwa katika mwelekeo uliokusudiwa katika mioyo yao, na walifanya kazi kubwa kuhubiri, na watu wengi walipokea neno la Mungu, walipokea Injili, wakaongezeka, kanisa la Mungu, familia ya Mungu ikaongezeka. Tunaambiwa kwamba walikuwa watu wema waliojaa Roho Mtakatifu na imani. Hivyo watu wengi wakaongezeka upande wa Bwana. Kipindi hiki cha Pasaka tunaalikwa na tunatumwa kwenda kutangaza habari njema, habari ya ufufuo wa Kristo. Hii inahusu kila mbatizwa, Janet akiwa mmojawapo, na tunajua alibatizwa hapa, tunajua kwamba aliandaliwa kufundishwa imani, katekisimu, pewa sakramenti za awali, Ekaristi takatifu, imara na kuimarishwa awe askari mwaminifu wa Kristo. Na baada ya majiundo hayo ameendelea bado kutafakari wito wa utakatifu, wito wetu sote, wito wa kuwa mtakatifu, kuwa mwema kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mwema. Na hatimaye amesikia sauti ambayo inamwita amtumikie Kristo, amtangaze Kristo katika maisha ya ndoa takatifu. Taratibu zote zimeshafanyika na tayari kuondoka.
Hivyo inaonekana ni vizuri na ni jambo la heri siku hii kuadhimisha sadaka hii takatifu ili kumtuma send off, tunamtuma aende akatangaze Injili, akahubiri habari njema, akamshuhudie Kristo kwa uaminifu na kwa ujasiri. Mwanzoni Baba Padre anayeongoza katika misa hii amesema kwamba akawe mkomavu katika maisha ya familia za Kikristo. Hiyo ndio sala yetu tunayomwombea leo, akawe mkomavu, akawe mwema, ili mkono wa Mungu ukae juu yake, moyo wake na maisha yake ya Roho Mtakatifu na imani yake iweze kupenya katika milima, katika mabonde, basi Injili ya Bwana iweze kuenea. Hiyo ndio sala yetu siku ya leo. Jana tunapokutuma ukahubiri, sio lazima uhubiri kwa sauti kama padre anayezungumza hapa sasa hivi, lakini ukawe Injili inayotembea, ukawe Injili hai. Wema wako, ukomavu wako, imani yako itakayojengeka katika matendo na maneno mwema, iwe ndio Injili na kipaza sauti kushuhudia Kristo. Maisha yako yawatie wengine moyo. Familia utakayoijenga kwenye kanisa la nyumbani, basi wewe mfano, na Mungu akujalie kipawa uweze kuongezeka katika namba, katika idadi, lakini pia katika imani. Mungu akujalie zile zawadi zote ambazo ni matamanio ya moyo wako, ikiwa ni pamoja na uzao, lakini uwe hodari kama mama, uwe mlezi mwema, uwafundishe imani, na hapo utakuwa umeongeza taifa la Mungu katika namba, lakini katika imani thabiti. Hivyo katika utume huu sasa unaoendelea, ukawe mwema, uwe mama mwema, uwe mstari wa mbele, hasa katika ujasiri na uhodari wa kulea vizuri. Lakini pia hata kama yale matamanio yako mengine au pengine kwa mapashi ya Mwenyezi Mungu, pengine ndoto zikakawia kutimia kama ambavyo unawaza binadamu, lakini Mungu anawaza tofauti. Lakini uweze kuwa na saburi, kusubiri, kungojea kwa matumaini, ukimtumainia Mungu katika yale yote ambayo utakutana nayo, ambayo kwa namna moja mwingine yanaweza kuchelewesha pengine ndoto zako, lakini daima mtumainie Mungu, kwa sababu hakuna linaloshindikana kwa Mungu. Hizo baadhi ya fadhila za Kikristo ambazo zitakusaidia kuhubiri Injili. Na kama uongee, lakini utakuwa jinsi unavyotumainia Bwana, jinsi ambavyo unamwamini Bwana katika wema wako, katika maisha yako ya sala, utetereki ujumbe. Iwe ni wakati wa heri au wakati wa changamoto, lakini utetereki. Ubakie katika yale ambayo Kristo atakuwa na kueleza na kuambia kila wakati, kwa sababu utabakia kuwa kondoo mwema. Usibaki kuwa na tabia
za mbuzi, alibakia kwa kondoo. Yesu katika Injili anawaambia hao Wayahudi kwamba wenyewe hawakumwamini kwa sababu hawakumsadiki, kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata, nami nawapa uzima wa milele. Kwa hivyo jitahidi kuwa kondoo mwema, kondoo wa Kristo, ambaye kondoo anawakilisha tabia ya unyenyekevu, tabia ya upole, tabia ya usikivu kwa mchungaji. Hizo tabia za kondoo: wema, upole, unyenyekevu ni fadhila ambazo zitakusaidia sana kuhubiri hata kwa wale wenye mioyo migumu, lakini watakusikia kwa sababu ya fadhila hizi. Utakapokuwa kwenye mashirika mbalimbali ya kitume, iwe ni moyo wa Yesu, iwe ni Mtakatifu Bana, iwe ni Legion Maria na kadhalika na kadhalika, kwa wata, lakini fadhila hizi zikuinue, sauti yako iweze kupaa, utangaze kile ambacho Kristo atakwambia. Kondoo wangu waisikie sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wako. Tunakuombea neema za Mungu ukawe hivyo katika kondoo mwema daima, anayetembea katika mapenzi ya Mungu, aliye tayari kuyapokea mapenzi ya Mungu kwa shukrani bila manunguniko, na hapo Mungu atakukirimia uzima kila wakati, uzima ambao utawafariji watu wengine, utawapa watu wengine matumaini. Watu waliovunjika moyo watapata kupona, na Injili ya Bwana itadhihirika kupitia nafsi yako. Tunakutakia kila la heri. Mungu akuongoze katika mapito yote ya maisha haya mapya unayoendea, na ujaliwe yote ambayo moyo wako unatamani katika Kristo aliye mchungaji mwema. Tumsifu Yesu Kristo.